Kuna taarifa ambayo nimeiona kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii kwamba wachezaji na management ya Simba wanaidai klabu hiyo ya Simba mshahara. Sasa nadhani hizi taarifa zianze kupuuzwa tu mapema kwa sababu ni taarifa ambazo hazina ukweli wowote, si rasmi. Nimejaribu kukipigia chanzo changu kimoja cha management ya Simba cha juu kabisa ambacho sitaweza kutaja jina lake, kimeeleza kwamba katika taarifa hiyo ambayo wao wameeleza kwamba klabu inadaiwa na wachezaji mshahara, klabu hiyo ambayo mpaka sasa tuseme inaeleza taarifa hiyo kwamba ni mshahara wa mwezi Mei. Sasa ukijaribu kuangalia leo ni Juni 6, Mei ni juzi tu hapo. Kwa nini jambo hili lifanywe kwa ukubwa? Maana yake ndani yake kunakuwa na hila, yani kuweza kuleta uchonganishi ambao hauna maana yoyote. Kiongozi mkubwa wa klabu ya Simba ambaye nimezungumza naye kupitia njia ya simu ameeleza kwamba hakuna hicho kitu ambacho kinaenda kutajwa ama kimetajwa kuchafua klabu hiyo. Badala yake kwa sasa kila kitu kwa Simba kiko vizuri na hakuna hata mchezaji mmoja ambaye anadai klabu ya Simba. Alichokisema kwamba taarifa hizi zipuuzwe, ni taarifa potofu, taarifa chonganishi, taarifa ambazo zinataka kuibua taharuki ndani ya klabu ya Simba ambayo kwa sasa inaonekana bahari ipo shwari kabisa. Na pengine kilichoandikwa ama kuelezwa kinatengeneza pressure kwa mashabiki wa Simba ama mgongano maslahi kwa viongozi wa Simba, ili watu waanze kujua kwamba Simba inadaiwa na wachezaji pamoja na viongozi. Kwa hiyo taarifa hizi zipuuzwe, na nadhani pia kitu kama hiki inabidi tukitolee mkazo kwamba wewe binafsi, huu mwezi Juni, huu mwezi Mei umeisha lini? Si siku 6 tu hizi hapa jamani, au siku 5. Sasa kama siku 5 zimefika hizi, kwa nini uanze kuzungumza kwamba siku na watu wanadaiwa ama klabu ya Simba inadaiwa? Maana yake hapa ni kuna kitu ambacho kinaanza kutengenezwa ili kuanza kuleta matatizo katika klabu. Sasa bodi ya Simba ama management ya Simba nilivyozungumza nao wamethibitisha kwamba hakuna mchezaji yoyote anayedai, hakuna kiongozi yoyote anayedai. Badala yake Simba inalipa kwa wakati. Na niseme tu kwamba Simba ndiyo klabu, narudia tena, Simba ndiyo klabu ambayo kwa sasa katika ardhi yetu Tanzania ipo vizuri katika swala la kimalipo, ukiitoa Azam FC, kwa sababu Azam FC pia hatujawahi kusikia kwamba kuna mchezaji yeyote anayedai klabu ama uongozi unaidai klabu ya Azam, kutokana na Bahresa ni mtu wa dini, lakini pia amekuwa akilipa kile ambacho anatakiwa kukifanya, amekuwa akitekeleza majukumu yake. Sasa uongozi wa Simba, management ya Simba, hakuna mchezaji yeyote ambaye anadai kutoka. Ukitoa Azam FC, inafuata Simba, ndio timu ambazo zinalipa vizuri kwa wakati, na ndio maana unaona hakuna hata zile figisu ambazo mara kadhaa zimekuwa zikitokea kwa timu nyingine. Unakuta mara wanafungiwa usajili. Tumeshuhudia hapa upande mwingine siku za hivi karibuni wamekuwa wakifungiwa usajili kwamba bwana hamtakiwi kusajili mpaka mlipe mchezaji fulani. Lakini hebu angalia wachezaji wote ambao wamepita Simba. Sikumbuki, nadhani ni zamani sana ndio kulikuwa na hizo shutuma za hapa na pale. Lakini kwa siku za hivi karibuni ama miaka kadhaa hivi karibuni hakuna kitu cha namna hiyo. Wachezaji wanalipwa kwa wakati. Kwa hiyo watu waache porojo kuichafua klabu ya Simba, waache porojo za kumchafua Modoji, waache porojo za kumchafua Mangungu, waache porojo za kuchafua management ya Simba ambayo kwa sasa target ni moja tu. Alichokisema watu wasizunguke, wasihangaike na taarifa ambazo hazina ukweli, bali target ya Simba ni moja, kuhakikisha wanapambania ubingwa wa NBC Premier League, kwa sababu ile taarifa eti inasema kwamba mpaka kabla ya ligi haijaanza basi wachezaji wao wamelipwa, ndio viongozi wa Simba wanapambana, wanahaha, wanakomaa kwa kweli. Lakini hakuna kitu kama hicho, ni uongo. Kama mwezi Mei tu na hii ni Juni. Sasa utasemaje kwamba eti kaika zimekuwa kubwa? Kwani wewe katika mazingira yenu ya kazi pengine wewe udai? Hata hakuna watu ambao wanawadai kwa siku moja, labda imepita siku moja tu tayari iwe taarifa. Hapana, ni kuifanya iwe tu klabu iwe na pressure kuweza kuwatoa kwenye mstari, na huu ni mkakati ambao umewekwa na baadhi ya watu ili kuwatoa Simba kwenye reli ambayo inaonekana Simba kwa moto. Kwa sababu Simba ukiangalia kati ya Simba na hiyo klabu nyingine, Simba haijawahi kushutumiwa kwamba kuna mchezaji ameipeleka Simba maybe CAS, ama ameipeleka Simba si kafu, ama ameipeleka Simba si kwenye hadhi ya wachezaji kutokana na kutaka kulipwa. Wote wametoka pale wakiwa wamelipwa vizuri na wamekuwa na brand, wamekuwa kibrand. Tazama hata Bernard Morrison.
Alitoka klabu ya Yanga, baadaye akaenda Simba, lakini mwisho wa siku pia akarudi Young Africans, na hakuna taarifa ambayo waliwahi kusema kwamba Simba anaidai. Maana yake ni kwamba Simba inalipa vizuri na kwa wakati. Kwa hiyo nilichotaka ukisema uthibitisho wa uongozi ambao Simba nimezungumza nao, na sio vizuri kuweza kutaja, ameeleza kwamba hakuna mchezaji yeyote anayedai Simba wala hakuna kiongozi yeyote anayedai Simba. Badala yake Simba ndio inawadai wao watimize kile ambacho wanatakiwa kukifanya, kutokana na namna ambavyo sasa hivi tukiangalia ama tukiangalia vizuri tunaona kuna NBC Premier League, kuna FA na muungano washachukua. Kwa hiyo kilichobakia target zao ni kufanya vizuri katika haya makombe ambayo yako mezani hapa, ili kuhakikisha kwamba wanahakikisha wanambiti mtani wao wa karibu. Kwa hiyo hizi propaganda watu waachane nazo, wazungumzie mafanikio ambayo Simba imeyapata sasa hivi, wazungumzie basi zuri lililoletwa na Jerut Iliza, basi la kisasa. Wazungumzie pia ile mipasi biriani ambayo Simba imekuwa ikiipiga, wachezaji wake wakiwa katika ubora wao wamekuwa wakifanya vitu vizuri sana. Ukimwangalia Libas Yagwe, ukimwangalia pia Anicet Ura, ukimwangalia Kratos Chama, ukirudi nyuma ukamwangalia Derok Rushan, Ismail Ture, Eli Mpanzu. Ni Simba ambayo ime complete quality player ambao sasa hivi wanaenda kufanya vizuri. Na niseme tu watu waache hizi chokochoko ambazo wanawaletea watu wa Simba. Haina afya. Hakuna chochote ambacho Simba ati kitaweza kumsumbua asiweze kupata ubingwa ligi kuu NBC Premier League. Kama mtani wake wa karibu ataweza kupoteza mchezo mmoja, michezo miwili hapo akatoa sare. Lakini kama kwenye kule FA nadhani sioni mpinzani wa Simba, kwa sababu kule Simba anatakiwa kupambana tu, win situation. Yani anatakiwa kupambana kushinda mechi zake, achukue kikombe. Ingawa kwenye NBC kidogo kuna kizuizi kwamba asubiri mpaka mtani aweze kupoteza. Hapo kidogo kunakuwa na kamushkeli kidogo kwamba mpaka usubiri. Lakini kwenye FA kule manake ni direct, wewe nyosha tu. Na ndio klabu yenye kikosi bora sasa hivi cha msimu. Tukizungumza ukweli, hakuna klabu yoyote ambayo unaweza kusema kwamba hii inaweza compete na Simba. Na sasa hivi wamemuongezea msimu unaokuja huu, kuna Kevin Nation Naftari pale. Kevin Nation Naftari ametua Simba. Alafu kiangalia hiyo Simba pia itakuwa na mchezaji kama Faisal Salum Feitoto kutoka pale Azam FC. Alafu kitazama pia kuna mchezaji kama Nathaniel Chirambo. Nathaniel Chirambo ni mchezaji hatari sana pia kutoka Azam FC. Pale mbele kuna wachezaji wapya ambao wanaongezeka kumuongezea nguvu Suleiman Mwalimu. Sioni kwamba hizi taarifa zina lengo gani. Usisahau kusubscribe kwenye YouTube Mwandike Digital.